Wapo watu ambao wamekuwa wanasema maneno ya kupotosha juu ya tume zilizoundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama. Kwanza, katika muktadha wa sheria za kimataifa, Mheshimiwa Rais yuko sahihi na nchi iko sahihi. Katika muktadha wa sheria zetu za kikanda na kitaifa yuko sahihi. Mtakumbuka ndugu zangu, baada ya vurugu zilizojitokeza baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, Mheshimiwa Rais na sheria za kimataifa zinataka hatua nchi yenyewe ianze kuzichukua katika hatua ya kwanza. Na katika hatua ya kwanza Mheshimiwa Rais aliunda tume ya Mheshimiwa Jaji Chande. Tume iliyoundwa ya Mheshimiwa Jaji Chande, wajibu wake wa msingi ilikuwa ni kufanya fact finding, kutafuta ukweli na uhalisia wa changamoto zilizojitokeza katika vurugu wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Huo ni msingi mkuu wa kisheria. Hatua ya pili, mtakumbuka, ilikuwa ni yenyewe kuleta taarifa hizo, uhalisia na ukweli na ushahidi uliotolewa na Watanzania, makundi mbalimbali na mtu mmoja mmoja, ili sasa hatua stahiki ziweze kuchukuliwa baada ya ukweli ambao umepatikana. Ukweli huo usaidie hatua ya pili ya kupata tume ambayo itakuwa tume ya kijinai. Katika tume hii ya kijinai ya Jaji Lila, mtakumbuka, imeundwa na sasa inaingia kazini. Na ndugu zangu wa Tanzania, niwaambie na niwahakikishie, serikali iko very serious na jambo hili. Hatutaonea mtu wala hatutapendelea mtu. Hata kama ni Katambi anahusika, atawajibika. Sheria ni msumeno. Yeyote ambaye anahusika kwa mujibu wa tume ya kwanza na kwa mujibu wa tume ya pili itatafuta taarifa, awe kiongozi wa serikali, awe ni kiongozi mtu binafsi, awe iwaye yoyote, awe ni raia aliyehusika katika changamoto hizo tulizokwenda kuzipata, atawajibika kwa mujibu wa sheria. Asante. Kwa hiyo ukisikia, mmeanza kusikia sasa hivi, wapo watu wanaopinga, walianza mapema, wakawa wanapinga tume ya Jaji Chande toka ilivyoteuliwa. Sio makusudi, hawapingi makusudi, wanapinga kwa sababu wanajua ndio mchakato sahihi wa kisheria. Wanapinga kwa sababu wengine wanajua walioyafanya. Wanapinga kwa sababu wanajua ukweli utajulikana. Kwa hiyo wakaanza kupinga kuanzia kuteuliwa kwa tume ya Jaji Chande, wakaenda mahakamani. Baadaye wakaona imeshindikana, tume ikafanya kazi, ikawahoji Watanzania wote, ikapata ukweli, ikauweka mezani. Hatua ya pili, imeundwa tume ya Jaji Lila, na yenyewe wanaipinga. Hawapingi bahati mbaya, wanapinga kwa sababu wanajua hatua stahiki za kisheria kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Atawajibika kama ni serikali, state actors au non state actors. Hata kama ni mtu mmoja mmoja, kama ulishiriki kwa namna yoyote, kufadhili, kuchochea kwa namna yoyote, utawajibika, hata kama ni wewe Katambi, waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo wanajua na wanapinga, sio bahati mbaya. Sisi wenye akili na wengine wa Tanzania wengi walio na akili wanajua kwa nini wanapinga, na ndio maana wanatoa dosari nyingi ili tume hizi zionekane hazina uhalali. Tume ya Jaji Chande walipinga toka inateuliwa, wakaja wakapinga matokeo ya tume, wamekuja wamepinga Jaji Lila toka inateuliwa, wamekuja, pengine utawasikia tena hata itakavyokuja kuanza kuhoji watu na kuchukua hatua, watapinga kwa sababu wanajua. Sio bahati mbaya. Leo umewasikia hata kuna wengine wanaharakati wakawaandikia barua, wakapenyezeana vimemo, eti watoke wale waliochaguliwa kutoka nchi ya Namibia, ya Angola. Yule jaji aliyeteuliwa kutoka Namibia, eti wanampinga, na wanaompinga ni wanaharakati wa aina yao kule Namibia, wala sio mfumo wa serikali. Na wengine, jaji ameteuliwa kutoka Uganda, eti wanampinga,
wanampinga kwa sababu wanajua ana akili, na wale majaji walioteuliwa wana uwezo mkubwa wa kimataifa wa kupata ukweli, na ndiyo maana wana hofu. Wanapinga utaratibu uliotumika kwa sababu wana hofu, wanajua utaratibu ambao utafanyika. Sasa haya sio bahati mbaya, niwakumbushe Watanzania na hawa wanaopinga waende wakasome, na kwa sababu reference nazo nyingi ya commission zilizowahi kutengenezwa za namna hii, niwaelekeze waende wakasome commission ambayo iliundwa baada ya machafuko yaliyotokea kwenye uchaguzi wa kwenye Kenya mwaka 2007. 2007 yalitokea machafuko pia kwenye uchaguzi wakati wa Mwai Kibaki. Hatua iliyotokea na iliyofuata kwa mujibu wa sheria za kimataifa ni mwaka 2008 wakaunda tume ya uchunguzi, na tume ile iliongozwa na jaji anaitwa Justice Kleiga. Huyu Justice Kleiga alikuwa ni raia wa nchi ya Afrika Kusini na sio Kenya. Lakini katika tume yake hiyo, hata moja ya wajumbe ambaye aliteuliwa pia kwenye ile tume ya Kenya kwa wakati ule, ukiacha yule raia wa Afrika Kusini ambaye ndio alikuwa mwenye kiongozi wa ile commission, aliteuliwa jaji mwingine hapa Tanzania anaitwa Jaji Iman Aboud, ambaye leo ni jaji hapa. Akateuliwa akawa kwenye ile tume ya Kenya. Na mwingine ambaye alikuwa kwenye legal counsel ya ile tume ya kuchunguza vurugu zilizotokea 2007 Kenya, alitoka hapa Tanzania, alikuwa ni wakili Yohana Masara, ambaye leo ni jaji wa mahakama ya rufani. Sasa hawa wapinzani ambao wanapinga kwamba eti kuchagua tume kutoka nchi nyingine sio halali, Kenya walifanyaje? Mauaji ya kimbali Rwanda zilitengenezwa commission za namna hii, zilitengenezwa wafuatilie Nuremberg Tribunal, ambapo zilitengenezwa tribunal za kimataifa za namna hii. Wanapinga kwa sababu tu hawana maarifa ya kutosha. Lakini pia kama maarifa hayo wanayo, wana maarifa mafupi, na kama maarifa hata hayo mafupi hawana, wanapinga kwa sababu wanajua kwa makusudi nini kinachoenda kutokea. Kwa hiyo sio bahati mbaya, ndugu zangu. Kwa hiyo tume ya kwanza ya Jaji Chande ni sahihi, na tume ya pili ni sahihi kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali huru. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo inapanga taratibu na kalenda zake. Wanapinga kwa sababu wanajua hakukuwa na maandamano halali, kulikuwa kuna vurugu. Wanapinga wanajua kwa sababu vurugu hizo wapo waliohusika. Kuna maandamano ambayo yanaelekeza watu kwenye kuchoma baa, yanaelekeza watu wakaibe rasilimali za watu, yanaelekeza watu wakachome vituo vya mwendokasi, wakachome mabasi ya watu. Hakuna maandamano duniani siku ya uchaguzi. Hakuna nchi hata moja duniani iliyowahi kutangaza maandamano siku ya uchaguzi. Wanapinga kwa sababu wanajua hakuna nchi hata moja duniani ambayo maandamano yanaweza yakaanzishwa afu yakose kiongozi. Kama yalikuwa halali, ajitokeze kiongozi wake aseme mimi nilikuwa kiongozi, kwa sababu sheria zetu zinataka maandamano yoyote yawe na kiongozi.